Na watu wa Sugoi tuelewane. Wakati sisi tunasema must go, nyinyi hamfai kusema must go. Must go where na huko ndo nyumbani, nyinyi mnafaa mseme must come. Sasa must go where na huko ndo nyumbani, kumbe nyinyi ndio mnaleta confusion. Nyinyi ndio mnamconfuse. We ni mbaya guys. Watu wa Sugoi muache kuconfuse mzae. Saa zingine ni ngumu. Watu wa Sugoi tukisema must go, mnastahili kusema must come. Tusiwaeleze kila kitu. Anyway, huyu msichana naye amenipata. Na amenifurahisha vizuri sana. Najua sometimes unaweza pata mzae ako confused kwa sababu anashindwa. Akijaribu kuenda nyumbani Sugoi, anaambiwa must go. Na anashangaa. Na nyinyi kutoka hapo mnamwambia must go. Anyway, watu wa Sugoi msituangushe. Yenu ni must come home. Sasa hiyo ndio kitu tunastahili tuelewane. Anyway, mpenzi mtazamaji, tunavyoendelea kuelewana na watu wa Sugoi, nawe pia hakikisha uko kadi. Nastahili kila mtu sahi awe kadi. Maana 2027 kila ambacho tunaenda kukifanya kinahitaji kila mmoja wetu. Na ndio maana mnaona kuwa kila ambacho kimebakia ni kuwa kila mtu hakikishe kuwa ako kadi. Ndio tumalize haya maneno once and for all. Ila tu nikuulize mpenzi mtazamaji, wewe vile unaona mambo yanaenda. Unajua ni miezi chache sana imebakia tufike 2027. Uchaguzi ianze. Very few months. Lakini vile mambo yanaenda, mambo sio mazuri. Mambo yanaendelea kukaa mabaya, mambo yanaendelea kukaa magumu kila kuchao, kila siku. Maana hii one term slogan inaendelea kupata nguvu every day. Tukiamka tunapata kuwa nguvu zinaendelea kuongezeka. One term inaendelea kuongelewa sana sana sana. Ijapokuwa eti sio lazima mtu akajitokeza akasimama akashout one term. Hata vitendo zenyewe zinaweza onyesha kuwa kila mtu amechoka. Kila mtu ameamua. Sijui kama wewe umeamua. Maana hata watu wa Sugoi tumeelezana na tumeelewana. Wameamua kuwa wataacha kusema must go and they will say must come home. Hicho ndicho ambacho tumeelewana. Sijui kama wewe mpenzi mtazamaji uko wapi, ila tu hebu niambie hapo comment section. Je, wewe umesimama wapi? Maana 2027 sio mbaya. Kitu cha kwanza niambie uko kadi. Kitu cha pili niambie wewe umesimama wapi? Maana tumeweza kuona uongozi wa Ruto ukiwa na mambo mengi sana. Tangia aingie katika hiki kiti cha urais, mambo yamekuwa mingi sana. Shida zimekuwa mingi sana. Watu wamehangaika, watu wamelia. Saa zingine inafika mahali mambo inaenda vizuri. Hadi katika pita zangu napata tu watu wakisema ama Ruto ni mzuri, sisi ndio tunamwangalia vibaya. Anyway, uongozi wa Rais Ruto umekuwa na ups and downs. Whereby watu wamelia, mengi yametendeka, kama ni maandamano makali yametendeka, kama ni vita zimetendeka, kama ni watu kulia njaa wamelia njaa, kama ni njaa imesumbua watu. Like so far so good. Nothing has not happened. Everything, including zenye tulikuwa tuna expect, zenye hatukuwa tuna expect, like generally everything has happened. Kila kitu mazuri, mabaya, yote yametendeka. Maana kuna watu sahi wanaenjoy kwa affordable housing, kwao ni mazuri. Lakini kuna watu asijawasaidia. Kuna watu wanaenjoy na SHA na kuna watu haijawasaidia. Na ndio maana waambia katika huu uongozi wa Rais Ruto kila kitu kimetendeka.
Sasa kile ambacho kimebaki ni wewe mwenyewe, wewe binafsi ukakae chini ukajiuliza, ndio hii 2027 inakuja, few months, huu umesimama wapi? Ijapokuwa opposition leaders hawajaweza kutokea na kutuelezea na kutuambia kuwa yule ambaye amesimama ni huyu ama yule ambaye atakuwa kiongozi ni huyu, ila tu tumewaona wakiwa kwa umoja hivyo hivyo, wakiandamana hivyo hivyo, na waliweza kutuambia kuwa hawatoweza kusema ni nani ambaye wanapea hicho kiti cha opposition leader. Hadi pale mwisho kabisa ndipo watatuambia. Saa hii imebakia tu kama uko kwa serikali, we ni opposition generally. Haijalishi we ni wa Rigiji, haijalishi we ni wa Kalonzo, wewe ni wa Matiang'i, wewe ni wa nani tena? Wa Martha Karua, au wote all the opposition leaders. So if kama wewe si wa serikali, you are under opposition leaders, whereby we have not even known ni nani ama ni akina nani watasimama. Lakini ni tuendelee tu kuangalia, tuendelee kuangazia na uendelee kujiuliza sana, ikiwa utasimama na serikali, ni kipi ambacho kitakufanya ukasimama na serikali ya William Samoei Ruto? Isije ikakuwa ni pesa ndogo ndogo wa 100 ya rush hours. Natumai mnanielewa. Kuna ile time ikifikia few days to election, watu wanapewa 100, 200, 300 na inawakoroga akili. Wanasahau kile ambacho wamekipitia miaka 5. Anasahau kile ambacho alikuwa anakisema mwaka wa kwanza wa uongozi wa Ruto. Kwa sababu tu ya hiyo kushawishiwa tu kidogo na pesa kidogo na uongo mingi, unapotea njia. Ni tusimame, kila mtu asimame imara. Kila ambacho umekuwa ukikitaka kwa miaka 5. Kuna wengi ambao wamekuwa wakiomba sana hii miaka 5 iweze kuisha. Leo hii miaka 5 inakaribia kuisha. Imebaki kidogo sana iweze kuisha. Je, unakumbuka kile ambacho uliahidi pale mwanzo ukasema kuwa endapo hii miaka 5 itaisha na inipate bado nikiwa hai, sitakifanya hiki? Na tusimame na huo msimamo, kwa sababu sometimes Wakenya huwa wanakosea dakika za mwisho, na wakikosea kidogo wanaenda up kulia for the rest of 5 years. My dear friends, ikiwa watu wa Sugoi watakubaliana na hili, nasi ni akina nani? Sisi ni akina nani tusikubaliane na wao? Maana hao ni watu wa nyumbani, watu wa kifamilia. Wakikubaliana na hili, sisi ni akina nani? Anyway, mpenzi mtazamaji, tunavyoendelea kuangazia vile mambo yanaendelea, ni kuombe tu jambo moja. Tafadhali, kama hujasubscribe kwenye YouTube channel, kindly subscribe for me. Na uniwekee like kwenye hii video. Na if you have any view, kama uko na chochote kile ambacho unataka kuzungumza, kama wewe ni one term, andika tu hapo comment section. Kama ni ni wale watu wa kukubaliana, watu wa Sugoi, andikia hapo comment section, ili tuweze kujua ni kipi ambacho kinaendelea, na tuweze kujua ni tunaelekea wapi. Na uhakikishe kuwa, mpenzi mtazamaji, ukuwe na kadi, uhakikishe kuwa nawe uko pale 2027 ikifika, watu wakitokea, wewe pia ukuwe mmoja wao.